Kitabu cha Mithali mlango wa 20. Mithali 20 mstari wa 29. Mithali 20:29. Nasoma kwa msaada wa Mungu. Mithali 20 mstari wa 29, Biblia inasema, fahari ya vijana ni nguvu zao, na uzuri wa wazee ni kichwa chenye mvi. Amen. Hallelujah. Sema, fahari ya kijana, nguvu zake. Tukae. Hallelujah. Kichwa cha somo kinasema nguvu ya kijana na mafanikio ya kanisa. Nguvu ya kijana na mafanikio ya kanisa. Hallelujah. Tafsiri rahisi ya hichi kichwa, nguvu za kijana na mafanikio ya kanisa, ni kwamba kuna mahusiano makubwa kati ya kufanikiwa kwa kanisa na kiwango cha nguvu za vijana walioko katika hilo kanisa. Kwa lugha nyingine, nguvu ya kijana ndani ya kanisa ina mchango mkubwa katika kufanikiwa ama kutokufanikiwa kwa kanisa. Hallelujah. Kwa hiyo mafanikio ya kanisa yanategemea na kiwango cha nguvu za waumini wa kanisa. Na ndani ya kanisa kwa kawaida ya rika ambalo linajulikana kwamba ndilo rika linalomiliki, ndilo rika ambalo linachanua katika nguvu, ni rika la vijana. Kwa hiyo kiwango kidogo cha uwepo wa vijana ndani ya kanisa kinapelekea kiwango kidogo cha mafanikio ndani ya kanisa, kinachotokana na kiwango kidogo cha nguvu ndani ya kanisa. Kiwango kikubwa cha uwepo wa vijana kanisani kinapelekea kiwango kikubwa cha ufanisi na mafanikio kanisani, kutokana na uwepo wa kiwango kikubwa cha nguvu kanisani. Hakuna vijana kanisani, hakuna nguvu kanisani. Hakuna nguvu kanisani, hakuna mafanikio kanisani. Kuna vijana kanisani, kanisa lina nguvu. Na ikiwa kuna nguvu kanisani, basi kuna mafanikio kanisani. Bwana apewe sifa. Hiyo ni kwa habari ya kichwa hichi cha somo. Kwa kanisa la Afrika lina nguvu kuliko kanisa la Ulaya, kwa sababu kanisa la Afrika la mtaji wa vijana kuliko kanisa la Ulaya. Jamii yenye uwepo wa watoto wengi ni jamii inayokuwa. Jamii yenye uwepo wa watoto wachache ni jamii inayoenda kukolapsi, jamii inayoishilia. Jamii yenye vijana wengi ni jamii ambayo inakuwa. Jamii yenye wazee wengi kuliko vijana na watoto ni jamii ambayo inaenda kukolapsi, inaelefikia mwisho, kwa sababu hawa wazee wakiisha hakuna jamii tena. Lakini vijana wakiwa wengi, kama yule mwenyekiti wa vijana, yule kiongozi amesema ana watoto akike, kwa hiyo lolote litatokea kule mbeleni. Maana yake vijana wakiwa wengi wataoana, watazaa, wakizaa wataongeza idadi ya kanisa. Nguvu ya kanisa inaenda ikiongezeka. Bwana apewe sifa. Sasa basi, Mfalme Suleiman katika mithali zake, baba mwenye hekima, Mithali 20:29 anasema hivi. Anasema fahari ya kijana ni nguvu zake. Acha tusome. Fahari ya vijana ni nguvu
zao. Fahari ya vijana ni nguvu zao. Ili neno fahari ya vijana ni nguvu zao. Ili neno fahari kutoka kwenye lugha ya Kiebrania ambayo ndio chimbuko la Agano la Kale ni neno tifereth, ambalo tafsiri yake ni uzuri, beauty. Beauty kwa Kiswahili, ukitaka kumsifia mke wako, au ili neno sijui kwa nini siwezi kulitamka, mtu ambaye una mahusiano naye na ni kuacha mchumba, kuacha nini, eti mheshimiwa anaitwaje, inaanza na D, ile jina linaanza na D. Ukitaka kumsifia, ukimwambia ni mzuri, hilo neno haliwezi kuwa na nguvu ya kumaffect kisaikolojia kama mtu alimwambia wewe ni beauty. Ukimwambia ni beauty, anajisikia vizuri. Lakini hawezi kujisikia vizuri sana kama mwenzako akija kumwambia wewe ni cute. Hapo ndo amemaliza kabisa. Ataenda nyumbani atajiangaliana kwenye kioo. Asa hili neno fahari ya vijana kutoka kwenye neno la Kigiriki ni uzuri, sio uzuri wa kawaida, beauty. Uzuri ambao unasisimua. Uzuri ambao unachanganya watu. Si kila mtu ni mzuri, lakini kuna mtu mwingine ni mzuri mpaka anatuchanganya. Kwa hiyo uzuri wa viwango hivyo kwa kijana, Suleimani anasema sio macho ya gololi. Suleimani anasema sio shingo kama ya twiga. Suleimani anasema sio makalio makubwa. Suleimani anasema sio figa, sio upe, sio usi, nguvu. Mnanielewa? Sema amina baba mchungaji. Ina maana ya kwamba kijana awe na sura mbaya, awe mweusi, awe mweupe, awe amepigwa pasi, awe amefanyaje, akiwa na nguvu, hiyo ndio jeuri yake. Lakini akiwa mzuri kwa kiwango gani afa ana nguvu, hana maana yoyote. Kwa hiyo kuna haja ya kutafuta nguvu, ili hata kama sio mzuri unipende kwa sababu na nguvu. Sasa tunataka kufanya jambo la maana, hatutafuti watu weupe, tunatafuta watu wenye nguvu. Sasa tunataka kufanya kitu cha msingi kwenye maisha yetu, hatutafuti watu wenye figa kubwa, tunatafuta watu, unaweza kuona nani kubwa lakini hakuna kitu yote, hata huwezi kulima robo. Asa wakati unatafuta mke, hicho utasema kweli amefungasha, lakini sasa huyu ni mvivu. Kwa hiyo wazazi wako watakwambia ni kirambasi. Sasa inakuwaje hana nguvu, mbona na nini kubwa hivi? Ni kweli, lakini sasa inawezekana ukaona nguvu lakini usijue kuzitumia zile nguvu, kwa hiyo ukaonekana dhaifu. Hallelujah. Namba 1. Kwa hiyo uzuri wako, nguvu yako, yani kitakachonivutia mimi nikutafute ni nguvu yako, especially kwa mambo ya msingi. Kwa mambo ya kijinga tutakutafuta wewe mnene. Kwa mambo ya kipuzi tutakutafuta wewe mwenye macho kama gololi. Kwa mambo ya kipumbavu. Lakini tunapotaka kufanya jambo serious linalobeba hatima na future miaka na miaka, tutatafuta mwenye nguvu hata kama ni mbaya. Hallelujah. Wanaume tupungiane mkono. Hallelujah. Wadada wananielewa kuliko nyewe. Wanataka mwanaume mwenye nguvu kuliko mwanaume sharo. Hawa jamaa wa gereji walikuwa wanapendwa na wale nani kuliko sisi.
Ukionekana umetoka gereji umechafuka, wadada ndio wanakupenda. Kama wewe ni sharo watu watakutamani, lakini mwenye future ya kuolewa hata kutaka wewe sharobaro. Mwenye future ya kujenga familia bora hata kutaka wewe sharobaro. Atatafuta mtu aliyetoka kule Ronrosi, amechafuka mabomba, anaenuka sumu za kupiga dawa. Aliyechafuka ndio anamtaka huyo. Sema amina baba mchungaji. Kwa hiyo kinachotafutwa ni nini? Nguvu ni nini? Ni mtaji. Nguvu ni mtaji. Okay. Tafsiri ya pili hili neno Tifereth, ambalo kwa Kiswahili ni fahari, kwa Kiebrania ni Tifereth. Tafsiri ya kwanza ni beauty, uzuri wa kijana. Tafsiri ya pili ni glory, utukufu, heshima. Utukufu ni kiwango fulani cha heshima anachopewa Mungu. Ukitaka watu wakutukuze, nguvu. Ukitaka watu wakupraise wewe, nguvu. Tafsiri ya 4 ni Hana, heshima. Heshima ya kijana ni nini? Nguvu zake. Unaheshimiwa kulingana na nguvu ulizo nazo, na unadharauliwa kulingana na udhaifu ulio nao. Na usisahau, swala la kuwa na nguvu na kuwa dhaifu sio swala tu la kubeba maji ndoo, sio swala tu la kufanyaje, ni uwezo wa mtu kutumia nguvu alizonazo. Maana kila kijana ana nguvu, lakini kuna kijana mwenye nguvu ameamua kujilegeza. Na kuna kijana mwingine ni mwembamba hata na nguvu, lakini ameamua kujitumisha mpaka watu wanamuona huyu jamaa ana nguvu. Na kuna mwingine linene, liko vizuri lakini hawezi kunyanyua ndoo, hawezi kufua nguo beseni moja. Kwa shida nini? Shida sio nguvu tu. Shida ni practice. Wazungu wanasema practice makes perfect. Fahari ni heshima na fahari ni ubora. Anasema fahari za kijana ni nguvu zake. Lakini nguvu ni nini? Ile neno nguvu kutoka kwenye Kiebrania ni neno ambalo linatafsiriwa kama force. Sijui tafsiri nzuri ya force, lakini nafikiri tuseme hata force tu ina maana hiyo nzuri. Force, msukumo. Ambazo hizo force zinaweza kutengeneza milima na zinaweza kuondoa milima. Tafsiri ya pili ya nguvu, neno nguvu. Nguvu ni capacity. Maana yake uwezo. Nguvu ni uwezo. Ability, nguvu ni uwezo. Tafsiri ya 3, might, power. Might ni uwezo, lakini katika level nyingine ni uweza. Ability, uwezo. Capacity, uwezo. Might, uweza. Mwanadamu ana uwezo na anafika mwisho wa uwezo. Mungu anaweza, hauna ukomo. Hallelujah. Tafsiri ya 4 ili neno nguvu ni wealth, ustawi. Tafsiri ya mwisho ya ili neno nguvu ni fruitful, production au productive. Asa sikiza kwa makini. Sulemani anasema hivi, uzuri wa kijana. Kama nilivyokufafanulia tafsiri ile neno uzuri au fahari, kumbuka vizuri. Nimekwambia fahari ni uzuri kwa maana ya beauty, nimekwambia fahari ni glory kwa maana ya utukufu, nimekwambia fahari ni hana kwa maana ya heshima, nimekwambia fahari ni excellence kwa maana ya ubora. Sasa fahari ya kijana, uzuri wa kijana, heshima ya kijana, ubora wa kijana, utukufu wa Mungu juu ya kijana ni nguvu. Kwa lugha nyingine ni wealth,
ni ustawi alionao. Hii wealth tafsiri yake ni mtu ambaye yuko wealth ni mtu ambaye ana ustawi wa kimaisha, ana nyumba, anamiliki asset mbalimbali. Kwa hiyo kwa lugha nyingine Suleiman anasema ili uonekane kuwa kijana wa maana itategemeana na kiwango chako cha utajiri ulionao. Suleiman anasema ili uonekane kijana wa maana inategemeana na ability. Ability maana yake uwezo wako wa kushawishi, uwezo wako wa kusimamia jambo, uwezo wako wa kuhamasisha jambo, uwezo wako wa kulima na ukavuna, uwezo wako wa kufuga, uwezo wako. Lakini siishie tu hapo kwenye uwezo. Might kwa maana nyingine, saa nyingine uweza ni uwezo wa kufanya vitu nje ya uwezo. Narudia. Uweza ni uwezo wa kufanya vitu nje ya uwezo. Ujenge nyumba, watu wakuangalie, watu waangalie kazi unayofanya, watu waangalie jinsi ulivyozaliwa kwenye familia maskini, watu waangalie jinsi ambavyo baba yako na mama yako wako wamechoka, waseme huu ni uwezo usio uwezo. Sio uwezo wake, sio yeye, kutakuwa kuna mtu amemsaidia. Suleiman anasema ukiwa na hiyo neema, then ndio uzuri wako ulipo hapo na fahari yako ilipo hapo. Hallelujah. Kwa lugha nyingine, fahari ya kijana ni uwezo alionao wa kuyafanya maisha yake yawe muujiza, au kuifunua miujiza ya Mungu katika maisha yake. Asa ili uweze kufika viwango hivyo, hauhitaji kufanya kazi kwa hizi nguvu, hauhitaji mtaji pesa, hauhitaji ng'ombe, unahitaji connection na mbingu. Hallelujah. Kwamba kuna vitu hautavifanya kutokana na historia yako, kutokana na muonekano wako, kutokana na familia yenu, kutokana na mazingira ulioko, kutokana na kazi unayofanya. Lakini kutokana na hivyo huwezi kufanya. Lakini kutokana na mahusiano yako na yule asiyeshindwa na jambo lolote, utavifanya na watu wamtukuze Bwana, waseme huyu ni Bwana. Hallelujah. Hiyo kama mnanielewa? Hallelujah. Fahari ya kijana, uwezo wake wa kuzalisha ndio fahari yako ndugu yangu. Ndio kitu atakufanya tu akupende. Hizo nyingine zote ni unafiki. Mwanamke utapendwa na wanaume wale wajinga tu. Kama una mbele wala nyuma, hujui kitu yote, hata kufanya kazi uwezi, utapendwa na wanaume wachovu wasiokuwa na akili, wenye tamaa ya zinaa. Lakini mwanaume mwenye akili timamu, ambaye anaiangalia kesho yake, miaka 10 ijayo, miaka 20 ijayo, atakukwepa. Kwa ni vizuri ukawa productive, ukawa mzalishaji. Ni vizuri ukajitengenezea mazingira ya kutokumtegemea mtu, watu waone umuhimu wako. Hallelujah. Hapo hata kama umepigwa pasi, hapo hata kama ni mweusi una sura mbaya, hapo hata kama umepinda miguu, tutakutafuta. Sio kama mnanielewa? Tutakutafuta. Kwa nini? Kwa sababu una kitu ambacho hakionekani kwa macho ya damu na nyama, lakini cha thamani kuliko vile ambavyo wako navyo vinaonekana kwa macho ya damu na nyama. Hallelujah. Hallelujah. Okay. Sasa nafikiri nahitaji Roho Mtakatifu anisaidie niweze kuhitimisha tu ili somo langu. Aina ya nguvu ambazo kijana anapaswa kuwa nazo. Usisahau, nguvu ni ustawi, nguvu ni force. Force tafsiri yake ushawishi kitu watu wakifanya hata kama wataki. Usisahau, nguvu ni ability, uwezo. Nguvu ni uweza, nguvu ni neema ya kuzalisha. Sasa aina ya nguvu kijana anapaswa kuwa nazo. Aina ya nguvu ambazo kijana unapaswa kuwa nazo. Namba 1, nguvu ya kiroho. Nguvu ya kiroho. Namba 1, nguvu ya kiroho. Nguvu ya kiroho. Matendo ya Mitume mlango wa 1 mstari wa 8.
nanyi mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Haleluya. Aina ya kwanza ni nguvu za kiroho. Nanyi mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Matendo 1:8. Tafsiri yake nini? Walikuwa wanaambiwa kwamba mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Hawakuwa watu wasiojiweza waliolala kitandani. Hawakuwa watu wanyonge waliolala kitandani. Hawakuwa watu ambao wakitembea hivi wanapepesuka. Ni wanaume wavuvi, wabobezi. Lakini wanaambiwa hivi, nanyi mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Yesu akawaambia, msiondoke hapa. Kabla hajawaambia msiondoke hapa, aliwaambia hivi, enendeni mkawafanye mataifa kwa wanafunzi wangu, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyoamuru ninyi, na tazama mimi nipo pamoja nanyi mpaka ukamilifu wa dahari. Alafu akawaambia hivi, mtakuwa mashahidi wangu kuanzia Yerusalemu, Samaria, Yudea mpaka miisho ya dunia. Baada ya kuwapa hayo maagizo akamwambia, lakini msiondoke kwanza hapa. Kwa nini? Mpaka mtakapopokea nguvu. Mkiondoka bila kupokea kwanza nguvu, hamtatoboa. Kwani hawakuwa na nguvu? Walikuwa nazo. Ni nguvu gani? Nguvu za Roho Mtakatifu. Mwenye nguvu ya rohoni, huyo ndio mtu ataweza kushinda mizimu ya kwao. Mwenye nguvu ya rohoni ndiye atakayeweza kushinda laana iliyomtesa babake na mama yake. Mwenye nguvu ya rohoni ndiye atakayeweza kushinda umaskini ambao uko kwenye familia yao kwa asili tangu vizazi na vizazi. Mwenye nguvu ya rohoni ndiye atakayeweza kushinda magonjwa yaliyoko kwenye familia. Mwenye nguvu ya rohoni ndiye atakayeweza kushinda roho ya kutokuoa ama kutokolewa ndani ya familia. Mwenye nguvu ya rohoni ndiye atakayeweza kupasua hayo mawimbi, kwa sababu hayo mawimbi hayashindwi kwa fedha. Hizo laana hazishindwi kwa nguvu za mwili, bali nguvu za rohoni. Na ukiwa dhaifu rohoni, hata mwilini uwe na nguvu kiasi gani, hautatoboa, kwa sababu vita vyetu si juu ya damu na nyama, bali ni katika roho. Kwa lazima uanzie rohoni ili mwilini ukapate kumalizia vita yako. Haleluya. Haleluya. Muhimu hiyo. Aina ya nguvu kijana anapaswa kuwa nazo. 1, nguvu za kiroho. Kila nguvu za kiroho tunazipata wapi? Hosea kama sikosei 6:4, kama sio 4:6. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Nguvu za roho zinapatikana kwa maarifa. Maarifa kwa Kiingereza ni knowledge. Literal meaning ya knowledge ni ufahamu. Kwa hiyo usipojua, kujua ni lango la kupokea kile ambacho unapata neema kukijua. Haleluya. Ayubu mlango wa 22 mstari wa 21. Roho Mtakatifu msaidieni. 22, 21, 21, 22. Mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Haleluya. Kwa hiyo unapataje nguvu za roho? Kwanza, kwa kuongeza kiwango chako cha kumjua Mungu. Pili, kwa kuwekeza muda wa kutosha kuomba. Kijana nitakuwa muombaji. Tenga muda wako muombe Mungu. Tenga muda wako mtafute Mungu. 3, sadaka. Kijana nitakuwa ujifanyie deliverance mwenyewe kwa kujitolea sadaka. Kabla hujaanza kulima, toa sadaka. Kabla hujaanza kuuza, toa sadaka. Kabla hujaanza kujenga, toa sadaka. Jizoeshe kutoa sadaka, kwa sababu hazina ya mtu ilipo ndipo na moyo wako utakapokuwa. Kitu chochote cha kwako kilipo ndipo ambapo moyo wako upo. Mungu alipotaka kumjaribu Ayubu, hakwenda kumtoboa Ayubu, kwa sababu alijua moyo wa Ayubu hauko kwenye mwili wake. Moyo wa Ayubu uko kwenye mali zake. Kwa akapiga zile mali zake akijua kwamba Ayubu ataweseka. Sikiza. Ni vigumu kumpiga mtu akapata pressure kisa umempiga. Lakini nenda kamata ng'ombe za mtu zichinje zote au ziibe. Mtaenda kumtamfuata pale Mawenzi, atashikwa na pressure.
Kwa nini? Kwa sababu moyo wake uko kwenye mali zake. Ukimpiga mtu atalia tu, unaniua. Akifika pale nje asema, Mungu wangu, ni shetani lingeniua leo. Yuko safi, hana shida. Lakini iba hela zake hali hata kula. Ukimpiga atasema, acha tu nile, sile limengeniua lile, hata nasikia njaa, nipeni chakula. Lakini ukimwibia hali, ukigusa mali zake hali. Kwa nini? Kwa sababu umegusa moyo wake. Ukigusa mali ya mtu umegusa moyo wake. Hii ina maana ya kwamba chochote unachokichukua mfukoni kwako, chochote unachokichukua kwenye banda lako la ng'ombe au la mbuzi au la kuku, chochote unachokichukua kwenye biashara yako ukakileta madhabahuni, ni umeupeleka moyo wako, kwa sababu mali yako ndipo moyo wako ulipo. Hallelujah. Namba 2, aina ya nguvu. Aina ya nguvu ni nguvu za mwilini. Kwenye mabano, namba 2 ni nguvu za mwilini. Kwenye mabano, nguvu za kukimbizana na maisha na kukwepa hatari. Nguvu za mwilini, nguvu za kukimbizana na maisha ni aina ya nguvu ambayo kijana anapaswa kuwa nayo. Uwe na uwezo. Kwanza unaanza na ile ya roho. Ukishakuwa na ile ya roho sasa itakuhitaji uwe na nguvu ya mwili, ili sasa, maana roho atakwambia kafanye biashara, nitakuwa na wewe. Kwa hiyo mwili utakupeleka kwenye biashara sawa sawa na agizo la Mungu kupitia Roho Mtakatifu. Sasa kitabu cha Isaya mlango 40 mstari wa 29. Isaya 40:29 Biblia inasema, huwapa nguvu wazimiao, humwongezea nguvu yeye asiyekuwa na uwezo. Hata vijana watazimia na kuchoka, na wanaume vijana wataanguka, bali wao wamngojao Bwana watapata nguvu mpya. Hallelujah. Kwa hiyo kuna nguvu za mkimbizano. Sasa Isaya anasema hivi, kijana atachoka, vijana wanaume watazimia, lakini wao wamngojao Bwana watapata nguvu mpya. Tafsiri yake nini? Tafsiri yake anasema hivi, ukikimbia kwa nguvu zako mwenyewe, kuna saa utachoka. Ukikimbia ukitumainia nguvu za ujana wako, kuna saa utazimia. Lakini ukingoja mbingu ziseme, alafu ukaamua kukimbizana sawa sawa na maagizo ya Roho Mtakatifu, utapata nguvu mpya. Ina maana nguvu za mwilini zitaisha, lakini utasikia kuhuishwa, kwa sababu ndani yako kuna imani inakwambia utatoboa, utafika, unaweza. Kwa ile nguvu ya rohoni inahuisha nguvu ya mwilini iliyokwisha. Kwa lugha nyingine, nguvu ya rohoni inaamsha tena mwili uwe na matumaini ya kuendelea katikati ya mazingira ambayo mtu hawezi kuendelea. Hallelujah. Kama unanielewa nipungie mkono. Kwa hiyo kijana kwanza awe na nguvu za rohoni, 2 awe na nguvu za kukimbizana. Ili akimbizane katika mwili akihuishwa na Roho wa Mungu aliye ndani yake. Hallelujah. Namba 3, aina ya nguvu kijana anapaswa kuwa nazo. Nguvu za kusoma na kuongeza maarifa kama msaada katika kuonya, kukemea na kufundisha wengine. Timotheo wa kwanza, narudia. Nguvu za kusoma na kuongeza maarifa kama msaada katika kuonya, kukemea na kufundisha wengine. Narudia mara ya mwisho. Nguvu za kusoma na kuongeza maarifa kama msaada katika kuonya, kukemea na kufundisha. Timotheo wa kwanza mlango wa 4. Timotheo wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 11 mpaka wa 16. Timotheo wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 11 mpaka wa mstari wa 16. Biblia inasema hivi. Mstari ule wa 13 unasema hivi: hata nitakapokuja ufanye bidii katika kusoma na kuonya na kufundisha. Hata nitakapokuja ufanye bidii katika kusoma na kuonya na kufundisha. Kina maana
Huwezi kumuonya mtu kitu zaidi ya kiwango chako cha ufahamu juu ya kitu unachomuonya, kwa sababu unaweza kumkataza mtu asifanye kitu ambacho ni sahihi yeye kufanya. Unaweza kumwambia mtu, bwana usifanye biashara utakuja kufilisika. Kwa nini? Kwa sababu huna akili, hujui kwamba biashara zinatoa watu. Kwa hiyo unamkataza mtu, unamtoa mtu kwenye channel, unamweka kwenye mstari wa kupotea. Kwa nini? Kwa sababu akili yako imeishia hapo. Kwa hiyo Paulo anamwambia Timotheo, soma ili ukimuonya mtu uwe na uhakika na kitu unachomuonya. Mchungaji Tarimo, soma ili ukienda pale mkao kufundisha, ufundishe kitu ambacho una uhakika nacho. Kwa kijana ameaminiwa kwamba ana nguvu ya kusoma ili zimsaidie kuonya, kukemea na kufundisha. Kijana, soma ili baadaye uwe mwanasheria, uwafundishe wanasheria kutenda haki. Kijana, soma ili baadaye uwe polisi, uwafundishe mapolisi kwamba pamoja na kuwa polisi, pamoja na kuwa mwanajeshi, pamoja na kuwa mtu yoyote yule, unaweza pia kumlilia Mungu na kumuomba Mungu na watu wengine wakaokoka kupitia nafasi yako. Haleluya. Sasa utafika hapo wahubirie wanajeshi usiposoma. Utafika hapo wahubirie wanasheria usiposoma. Soma ili wafundishe madaktari na wagonjwa ya kwamba kuna saa vipimo vyetu vinaonyesha una uvimbe, lakini hebu tumuombe Mungu kabla ya operation. Alafu ukitaka kufanya tena vipimo mwambie, mbona tulipoomba umepona. Soma ili uwe daktari, uwafundishe na watu wengine kumwamini Mungu. Haleluya. Nani asome? Kijana. Kwa nini? Kwa sababu kichwa bado kinashika, hakijawa na mambo mengi. Haleluya. Sisemi. Kitabu cha Danieli sisomi. Danieli mlango wa 9. Biblia inasema hivi. Danieli 9. Kwanza kasome wewe Danieli 1, afu soma Danieli 9. Danieli 1, mfalme Ashpenazi sijui Nebukadneza alimwagiza yule Ashpenazi sijui, akamwambia hivi, tafuta vijana wangwana wenye ujuzi wa elimu na kuyajua maarifa, ili waje wasimame watawale katika ufalme huu. Mbingu zinapotaka kumtumia mtu, zinaangalia mtu mwenye ufahamu juu ya eneo ambalo Mungu anataka kukutumia. Kama hayupo, mbingu zinamwandaa mtu kwa kumsomesha na kumelimisha. Kwa kusoma kwa kijana ni kitu kinachotengeneza nguvu ndani ya kijana, confidence. Mtu aliyesimama, akisimama mbele yako anaongea kwa kiburi na kwa jeuri, maana ana uhakika hapa hakuna mtu akunichallenge. Lakini ukiteuliwa ama ukipewa fursa fulani hata kanisani unaikataa. Kwa nini? Unasema hapa bwana kuna wasomi wengi, nitasimamaje mbele yao? Kwa elimu ni nguvu ya kijana, inampa jeuri kijana. Haleluya. Na elimu sio swala la kuwa na degree tu. Elimu sio swala la kuwa na form 6 sijui umefanya form 4. Elimu ni maisha ya kila siku. Unawezekana una degree lakini una elimu ya kilimo. Inawezekana una degree lakini una elimu juu ya ufugaji. Inawezekana una degree lakini una elimu juu ya biashara fulani. Si pengine ukukaa darasani kusoma hivi, lakini unasoma vitabu kuhusu hilo jambo. Lakini unajifunza, kufundishwa kama unavyofundishwa hapa. Kwa hiyo elimu, kusoma kunazalisha nguvu ndani ya kijana. Haleluya. Haleluya. Aina ya 4 ya nguvu ambazo kijana anapaswa kuwa nazo ni nguvu ya kuishinda dhambi. Nguvu ya kuishinda dhambi. Na hii ni nguvu ya muhimu sana, ambayo pia sio rahisi, maana dhambi ndio inaua hatima ya kijana. Nguvu ya kuishinda dhambi. Zaburi ya 119. Nguvu ya kuishinda dhambi. Zaburi ya 119 kama usikose mstari wa 11. Nguvu za kuishinda dhambi. Nguvu ya kuishinda dhambi. Biblia inasema hivi, Zaburi ya 119 mstari wa 11, moyoni mwangu nimeliweka neno lako nisije nikakutenda dhambi.
kiwango ambacho kijana anaweka neno la Mungu ndani yake linazalisha nguvu inayomsaidia yule kijana kuweza kukabiliana na dhambi. Maana neno lina nguvu, kwa hiyo kila uovu unapokuja, lile neno linaamka ndani ya kijana, linamwambia no. Kilichomsaidia Yusufu kuwa waziri mkuu ni kiwango cha nguvu alizokuwa nazo za kuishinda dhambi ya zinaa. Haleluya. Kama ingemshinda, angeishia pale kwa Potifa na pengine angeuawa. Aina ya 5 ya nguvu ambazo kijana anapaswa kuwa nayo ni nguvu za kufanya maamuzi na kuyasimamia mpaka yafanikiwe. Haleluya. Nguvu za kufanya maamuzi na kuyasimamia mpaka yafanikiwe. Kijana anatakiwa uwe na maamuzi. Lakini usiishie tu kuamua, uwe na uwezo wa kusimamia ulichoamua mpaka kifanikiwe, kama ambavyo umeona ndani mwako ya kwamba maamuzi hayo ni sahihi. Timotheo wa kwanza mlango wa 4 mstari wa 15 na 16. Timotheo wa kwanza 4 15 na 16, Biblia inasema, uyatafakari hayo, ukae katika hayo, kuendelea kwako kuwe dhahiri kwa watu wote. Anasema hivi, jitunze nafsi yako na mafundisho yako, dumu katika mambo hayo, maana kwa kufanya hivyo utajiokoa nafsi yako na wale wakusikiao pia. Yohana mlango wa 21 mstari wa 18. Yohana 21:18. Injili ya Yohana 21:18. Biblia inasema hivi. Yohana 21 mstari wa 18. Biblia inasema hivi, amin, akasema, amin amin nakuambia, wakati ulipokuwa kijana ulikuwa ukijifunga mwenyewe na kwenda utakako, lakini utakapokuwa mzee utainyosha mikono yako na wengine watakufunga na kukuchukua usikotaka. Yohana anasema hivi, ukiwa kijana unachagua uvalie suruali hapa mlege, unachagua uvae mayeno, unachagua uende kwa shosti yako. Ukiambiwa tuende kanisani unasema siende kanisani bwana, nitaenda sehemu fulani. Kwa nini? Kwa sababu una nguvu za kuamua chochote. Hata ukiamua kuhamisha mlima utahamisha. Kwa sababu gani? Wewe ni kijana, mna nguvu. Lakini ukiwa mzee unabeba unapeleka kanisani hata kama hutaki. Ukiwa mzee unataka kuvaa suti, wanakuambia juzi zimechafuka za kanisani, watakuvalisha suruali mdebwedo na utavaa. Kwa hata ile nguvu yako ya kuamua tena haipo. Ukisema mlege uvae mlege, ngoma ikai tena, maana hata umeshakuwa mwembamba inashuka, utavalishwa mayenu. Kwa kijana anapaswa atumie vizuri nafasi alionayo ya kufanya maamuzi na kuyasimamia maamuzi ili kutengeneza uzee wake, kwa sababu kuna umri unakuja utakuwa una uwezo wa kuamua chochote. Ni sasa hivi tu ndio unaweza kuamua nijenge hapa nisijenge pale. Ukiwa mzee utapelekwa kwenye nyumba hata ya matope. Watakwambia baba, sasa hapa hamna mtu akukuangalia, acha tukupeleke kwa shangazi. Kwa shangazi nyumba ya matope na utakaa hapo. Kwa nini? Wewe ni mzee, una jeuri. Lakini ukiandaa vizuri ujana wako, ukasema kabisa jamani, mimi nikizeka mtu asiniondoe hapa, mahali ulipotengeneza wewe mwenyewe. Maamuzi ya kesho yetu yako kwenye ujana wetu, wakati ambapo tuna nguvu. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hiyo Yohana anasema, angalia, sasa hivi wewe ni kijana bwana. Una uchaguzi wa kufanya kitu hichi na usifanye. Una uchaguzi wa kwenda kule na usiende kule. Una uhuru. Lakini angalia, kuna uzee unakuja. Ukija huo uzee, watakupeleka usikotaka kwenda, na watakuzuia kwenda unakotaka. Watakulisha usichotaka kula. Watakuzuia kula rojo, watakukatia katia mangogo ambayo hayana chumvi. Uzee umefika.
Santo redebo shaka. Roho Mtakatifu msaidie. Namba 6, aina ya nguvu ambazo kijana asiokuwa nazo. Nguvu za kuyajua, kuyashika na kuyaishi maandiko na neno la Mungu kama silaha ya kumshinda adui shetani. Nguvu ya kuyajua. Kwanza uyajue maandiko. Pili uyashike. 3 uyaishi. Sasa unafanya nini? Unayajua maandiko, unayashika maandiko, alafu unayaishi maneno ya Mungu. Haleluya. Kuna tofauti ya maandiko na maneno ya Mungu. Kuna tofauti ya andiko na neno la Mungu. Andiko kwa Kigiriki ni logos. Logos ni maandiko matakatifu. Hata mchawi anaweza kusoma Biblia. Hata mpagani anaweza kusoma Biblia ili abishane na wewe. Akitumia Biblia kushindana na wewe, kukudanganya, hatumii neno la Mungu, anatumia maandiko. Logos. Alafu kuna neno la Mungu ambalo ni rema. Rema ni sauti ya Roho Mtakatifu kutoka katika maandiko matakatifu. Haleluya. Hii ina maana ya kwamba kuna saa unasoma Biblia unasikia kama Mungu anaongea na wewe. Kuna saa unasoma Biblia machozi yanakutoka. Kuna saa unasoma Biblia unaifunga, unapiga magoti, unaambia Mungu ni rehemu, Baba ni rehemu. Kwa nini hujasoma maandiko? Kuna sauti ya Roho Mtakatifu imetoka kule kwenye ile maandiko ikaongea na wewe, ukaisikia, ukahukumiwa, ukashtakiwa, ukachukua hatua. Kwa hiyo kijana ana nguvu za kusoma maandiko, za kuyashika maandiko, lakini za kuyaishi maneno ya Mungu. Maana yake kila unachokisikia mbingu zinasema kutoka katika maandiko matakatifu unakiishi hicho. Sasa maana hiyo ni fresh, ni neno lisilogoshiwa kutoka kwa Bwana. Haleluya. Kitabu cha Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 2 mstari wa 14 mpaka wa 15. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 2 mstari wa 14 na wa 15, nasoma kwa msaada wa Mungu. Nimewaandikia ninyi akina baba kwa sababu mmemjua yeye aliye. Naomba nianze mstari wa 13 kumradhi. Waraka wa kwanza wa Yohana mlango wa 2 mstari wa 13 mpaka wa 15. Biblia inasema, nawaandikia ninyi akina baba kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Nawaandikia ninyi vijana kwa sababu mmemshinda yule mwovu. Ninawaandikia ninyi watoto kwa sababu mnamjua Baba. Mstari wa 14. Nimewaandikia ninyi akina baba kwa sababu mnamjua yeye aliye tangu mwanzo. Nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu moja, mna nguvu. Hiyo nguvu imetokana na nini? Na neno la Mungu linakaa ndani yenu, nanyi mmemshinda yule mwovu. Kwa kadiri tunapokuwa tunasoma neno la Mungu linakaa ndani ya mioyo yetu, linazalisha nguvu, na ile nguvu inatuwezesha kumshinda mwovu. Ibilisi akamwambia, imeandikwa, jitupe chini maana atakuagizia malaika zake, mikononi mwao watakuchukua nawe utakuwa salama. Yesu anajaribiwa kwa nini? Kwa maandiko. Na yeye akashinda kwa neno, akasema imeandikwa, usimjaribu Bwana Mungu wako. Asa kama una neno, Biblia hii ndio watumishi watakuja kuitumia kukutapeli. Biblia hii ndio watumishi watakuja kutumia kuharibu imani yako. Kwa nini? Kwa sababu huna neno la Mungu ndani yako. Sasa neno linakupa nguvu ya kumshinda shetani. Haleluya. Namba 7, aina ya nguvu kijana anapaswa kuwa nazo. Ni nguvu ya kuinuka kiuchumi kutoka mazingira yoyote magumu na kupata heshima na utajiri. Hiyo nguvu iko ndani ya kijana. Nguvu ya kuinuka kiuchumi
kutoka mazingira yoyote yale, iwe gerezani, iwe kwenye familia duni, iwe mahali popote pale ambapo hapajawahi kutokea mtu wa heshima. Maandiko yanasema kuna nguvu ndani ya kijana inaweza kukuinua kiuchumi, kukupa utajiri na heshima. Hallelujah. Kitabu cha Mhubiri mlango wa 4 mstari wa 13 na 14. Mhubiri 4:13 na 14. Mhubiri iko mbele ya Mithali kama sikosei. Mhubiri 4:13 na 14. Nasoma kwa msaada wa Mungu. Heri kijana maskini mwenye hekima kuliko mfalme mzee mpumbavu ambaye hajui tena kupokea maonyo. Heri nani? Sema kijana maskini mwenye hekima. Hallelujah. Acha nifafanue kidogo hapa. Heri kijana maskini mwenye hekima. Hekima tafsiri yake ni ability of making a right decision which will not lead you in to guilty. Kwa Kiswahili, hekima ni uwezo wa kufanya maamuzi sahihi ambayo hayakupelekei wewe baadaye kujuta. Heri kijana mwenye hekima, heri kijana maskini mwenye hekima. Tafsiri yake ni nini? Ukiwa maskini lakini una hekima, hiyo hekima kuna siku itafuta umaskini kabisa, utausahau. Kwa lugha nyingine, hekima ni mtaji wa kuondokana na umaskini. Hekima ni nini? Uwezo wako wa kufanya maamuzi sahihi ni mtaji wako wa kukusaidia uondoke kwenye umaskini. Mstari wa 14. Kwa maana kutoka gerezani alikuja kumiliki, naam, hata katika ufalme wake alizaliwa hali ya umaskini. Narudia. Mhubiri 4:14. Kwa maana kutoka gerezani alikuja kumiliki, naam, hata katika ufalme wake alizaliwa hali ya umaskini. Nani huyo? Yusufu. Alitoka gerezani, akaenda wapi? Akaenda kumiliki nchi yote ya Misri, ikawa chini yake. Nani huyo? Ni, sikiza, neno heri kwa Kiingereza ni blessed. Blessed is the poor. Is the poor. Amebarikiwa maskini, kijana maskini mwenye hekima. Badala ya kusema heri kijana maskini mwenye hekima, tunasema hivi: amebarikiwa kijana maskini mwenye hekima. Ndio huyu sasa Yusufu. Amebarikiwa Yusufu maskini aliyoko gerezani kwa sababu ana hekima. Hiyo hekima yake itamondoa kwenye maskini. Hiyo hekima yake itamtoa gerezani. Na siku ilipofika, akatafsiri ndoto ya mfalme. Akamwambia mfalme, bwana, tafuta mtu mwenye hekima akusaidie kukusanya chakula cha kutosha kwa hii miaka 7. Ili miaka 7 ijayo nchi iwe na chakula. Farao alimwambiaje? Tupate wapi mtu mwenye hekima namna hii? Ni nani mwenye hekima zaidi yako wewe? Wewe bwana, utakuwa mfalme, kila kitu cha kwangu nakupa kasoro mke wangu, hata nusu ya ufalme wangu. Nini kimemwinua Yusufu? Hekima. Hallelujah. Hallelujah. Asa kwa hiyo hekima ya Yusufu ilizalisha nguvu ndani yake za kumtoa kwenye umaskini, za kumtoa gerezani, za kumtoa kwenye mateso, sikamfanya mfalme. Hii ina maana ya kwamba haijalishi uko kwenye familia namna gani, haijalishi uko mahali pagumu kiasi gani, haijalishi uko kwenye vifungo vya namna gani, inajalisha tu unamjua Bwana na kuna neema ya Mungu iko ndani yako. Sasa wisdom, hekima, is a product of knowledge. Ni tunda la ufahamu. And knowledge is the product of education.
gani? Hekima ni tunda la ufahamu, na ufahamu ni tunda la elimu, na elimu ni tunda la kufundishwa na kushika ulichofundishwa. Huwezi kuamua kwa usahihi zaidi ya kiwango unachofahamu. Leo hiyo ukiambiwa chagua kufuga au kulima, utachagua kufuga kwa sababu hujui kulima. Kwa hiyo utasema kulima, mambo ya kuangalia mawingu aisema mara maragi yakauke, utachagua kulima. Lakini mkulima ukimwambia kufuga atakataa, atasema ng'ombe zinavyokufaga na kideri. Kumbe ng'ombe zinaga kideri. Ng'ombe zinavyokufaga, atachagua kulima. Kwa kila mtu anachagua kile anachokijua. Kila mtu anachagua kile anachokijua. Kwa ukiona mtu amefanya ujinga, amesema mimi siendi shule, kwa sababu hajui maana ya shule. Akifundishwa, akielimishwa, akijua, atachagua kwa usahihi. Roho Mtakatifu nisaidie nimalize. Cha 8 na cha mwisho. Aina za nguvu ambazo kijana anapaswa kuwa nazo. Namba 8 ni nguvu ya nuru, ama nguvu ya kuona, ama nguvu ya maono. Haleluya. Nguvu ya nuru, nguvu ya kuona, ama nguvu ya maono. Kitabu cha Mhubiri mlango wa 11 mstari wa 7 mpaka wa 10. Mhubiri 11 7 mpaka 10, nasoma kwa msaada wa Bwana. Nguvu ya nuru, nguvu ya kuona, ama nguvu ya maono. Mhubiri 11 mstari wa 7 mpaka wa 10, Biblia inasema hivi: kweli nuru ni tamu, tena ni jambo la kupendeza macho kutazama jua. Naam, mtu akiishi miaka mingi na aifurahie yote, lakini na azikumbuke siku zijazo za giza, kwa maana zitakuwa nyingi. Mambo yote yajayo ni ubatili. Wewe kijana, ufurahie ujana wako na moyo wako ukuchangamshe siku za ujana wako, ukaziendee njia za moyo wako na katika maono ya macho yako. Lakini ujue wewe ya kwamba kwa ajili ya hayo yote Mungu atakuleta hukumuni. Mungu anasema hivi, Mhubiri anasema hivi: kweli kula maisha, kweli furahi, lakini kumbuka kuna kesho. Anasema nuru ni tamu. Yaani ukiwa na uwezo wa kuona kesho yako, ukiwa na uwezo wa kuona miaka 10 ijayo, ukiwa na uwezo wa kuona miaka 20 ijayo, heri kwako. Kijana utakiwi kuanza kula na kunywa na kuvaa kisharobaro. Kijana upaswi kuanza tu kula na kunywa na kuvaa kisista du. Kijana unapaswa kuwaza, una miaka 15, waza miaka 20 ijayo utakuwa umeolewa, utakuwa umeoa. Una miaka 20, waza miaka 5 utakuwa umeolewa. Waza miaka 10 ijayo utakuwa umeoa, na watoto wako wataishije, wewe utakaje. Na ukishawaza hicho kitu, kama umeoa kuvuta bangi, vuta bangi, na uwaze kwamba bangi zina mwisho wake na utaulizwa. Kama unavuta bangi, angalia na watu wanaovuta bangi jinsi walivyo, alafu uchague kwamba unataka kuwa hivyo. Kwa usifanye kitu bila kuwaza kinakuathiri vipi. Sio sasa hivi. Miaka 10 ijayo, miaka 20 ijayo, chochote unachotaka kufanya, fikiria kesho yako. Mhubiri ambaye ni Suleimani anasisitiza, fikiria kuhusu kesho. Fikiria kuhusu kesho. Fikiria chochote unachokifanya, fikiria kesho. Vijana tuna nguvu. Kadiri unavyozitumia nguvu zako, fikiria kesho. Kuna siku zitaisha. Una nguvu ya kufanya maovu, una nguvu ya kufanya kazi, una nguvu ya kutukana, una nguvu chochote unachokifanya, ukifanya ukiwa kijana, tafakari. Kuna kesho. Ukishawaza kesho, utatumia kwa faida nguvu zako. Haleluya. Ndugu zangu na rafiki zangu, ningependa kuishia hapo. Lakini kama unasikiza kwa makini, utakuwa umeelewa kuhusu nguvu. Lakini nilijaribu kusema pale asili ya nguvu,
Asili ya nguvu zetu, fahari ya nguvu zetu ni nguvu, fahari ya kijana ni nguvu zake. Asili ya nguvu neno la Mungu. Ukiwa na neno la Mungu linakupa nguvu. Asili ya nguvu ni ufahamu. Ukiongeza viwango vyako vya kudadisi, kuuliza, kusoma, unaongeza nguvu zako, kwa sababu unakuwa na ufahamu mpana juu ya mambo mengi. Lakini nguvu za kiroho nikasema zinakuwa generated kwa maombi, kwa kujifunza na kusoma neno la Mungu kwa maombi. Hallelujah. Mimi nikiwa kijana mdogo, nikiwa vumaliza form 4, kilichonifikisha hapa ambacho siku zote ndicho nacho kiamini wala siamini kitu kingine ni nguvu za Mungu. Nilikuwa naomba sana. Muda mwingi tu niko kanisani. Naenda asubuhi narudi nyumbani saa 3 za usiku sana. Nakaa tu kanisani peke yangu, naimba naomba. Nikawa na nguvu za Mungu. Nikipita mahali watu wanaanguka mapepo. Nikienda kusalimia mahali watu wanaanguka. Nikiombea mtu anapona. Nikapata hiyo neema ya kwenda kusomeshwa uchungaji. Sababu tu ni zile nguvu za Mungu ambazo watu waliziona na sikutaka mimi uchungaji. Ndugu zangu na rafiki zangu, ukijengea utamaduni wa kutafuta uso wa Mungu, kuna nguvu inazaliwa huko ndani. Kuna nguvu inazaliwa. Huwezi kuiona. Lakini utashangaa ukienda mahali unakubalika, wengine wanakataliwa. Utashangaa ukifanya kitu kinaenda, vingine vinakufa. Utashangaa ile nguvu ya Mungu ndani ya mtu inamvuta yule mtu kwenye kusudi la Mungu juu ya maisha yake. Bwana apewe sifa. Kwa unapopata nguvu ya Mungu unajikuta ile nguvu inakuzuia, yani hutaki kutoka kwenye mstari. Saa nyingine inakuvuta kwa nguvu kiasi kwamba wewe hutaki kwa sababu huelewi. Unajisikia tu kwamba isensilime mwaka huu. Kumbe kuna shida inatokea hapo, nifanye kitu. Unasikia kuna nguvu inakuongoza, huelewi. Unakuja kuelewa baada ya kuona matokeo. Kwa nini? Kuna nguvu ya Mungu iliyokuongoza. Hallelujah. Hizo nguvu tunazipata kwenye maombi, ndugu zangu. Hizo nguvu vijana tunazipata kwenye kusoma neno la Mungu. Lakini nimesema kwa habari ya hekima, heri kijana mwenye hekima. Kwa Kiingereza blessed is the wise, young whatever itakavyokuwa imeandikwa. Blessed is the wise. Yani amebarikiwa kijana maskini mwenye hekima. Sasa hekima unapata wapi? Kana watu wenye hekima, waulize maswali, omba ushauri. Nguvu ya hekima inaamka ndani yako. Unajikuta wewe ni smart. Unajikuta una uwezo wa kutatua matatizo magumu ambayo hata wazee wa miaka na miaka hawawezi. Kwa nini? Kwa sababu umeongeza kiwango chako cha kuuliza, kudadisi, kufanya research, kusoma. Kuna maarifa yanazaliwa ndani yako, na hayo ndio ambayo yanakufanikisha. Hallelujah. Na ukipata nguvu, zitunze nguvu zako. Hallelujah. Nguvu za kijana zinaliwa na nini? Matumizi ya madawa ya kulevya. Zinaliwa na nini? Na zinaa na uasherati. Biblia inasema kitabu cha Mithali 31, maneno ya Mfalme Lemueli, mausia ya mama yake: mwanangu, mwana wa nadhiri zangu, usiwape wanawake nguvu zako. Usiwape wanawake. Sasa unampaje mwanamke nguvu zako? Mwanamke anachukua nguvu za mwanaume? Usizini. Unafikiri ukizini kuna nguvu zinapotea? Hamna. Unaweza ukazini na ukatoka ukaenda kunyanyua magogo kama kawaida. Sio kama umenielewa. Unaweza ukazini msena ukatoka kamata mtu hivi, achomoki, nguvu unazo. Lakini mama Lemueli alisema hivi, usiwape wanawake. Angekuwa anaongea na mwanamke akimwambia usiwape wanaume. Asa ni kweli zinaa inaua nguvu, lakini si kwa design tunaofikiria. Inaua nguvu kwa kupunguza uwezo wa mtu kufikiri. Biblia inasema azinye na mwanamke hana akili, kwa kuwa afanya jambo la kuiangamiza nafsi yake. Ndani ya nafsi ya mwanadamu kunazalishwa uwezo wa kufikiri na kuhamua. Nimesema hivi, aina za nguvu ambazo kijana anapaswa kuwa nazo,
Ni nguvu ya kufanya maamuzi na kuyasimamia yale maamuzi mpaka yafanikiwe. Mwanaume ama kijana wa kike ama wa kiume mzinzi, saa ya kanisani ataenda kwenye zina. Ima mchepuka akamwambia, baby bwana usiende kwenye nani, tukutane tu leo bwana, usiende kwenye semina. Anamwambia lakini baby sasa mimi ndo unajua mimi ndo mwenyekiti mstaafu pale. Anamwambia lakini acha nitapigia kingine, nitamdanganya naumwa. Nini kimefanyika hapo? Nafsi yako imekufa, kwa hiyo huna uwezo wa kuamua. Huna uwezo wa kuamua, unaendeshwa kama li. Nguvu unazo, lakini ushakuwa zuzu. Kwa hiyo baada ya kupata nguvu, tunahitaji kuzilinda nguvu zetu. Pamoja na maombi, kujiepusha na vitu ambavyo vinaweza kutufanya kuwa dhaifu. Mama Lemueli akimwambia mwanangu Lemueli, kunywa mvinyo hakuwafai wakuu, hakuwafai wafalme, wala hakuwafai wakuu. Kuuliza kiwapi kileo? Wape maskini. Nini? Wape maskini kileo, wanywe wakafurahi, wasahau shida zao. Mama Lemueli anasema hivi, usisahau sio Mungu anasema. Ni Mama Lemueli anamwambia mtoto wake, anamwambia mwanangu, wanawake ni hatari, achana na hiyo kitu. Anamwambia mwanangu, pombe ni mbaya, usiulizie kabisa hiyo kitu, usinywe wala usiulizie. Kama unataka kuwa mtu mkuu. Inaonekana labda Lemueli haijaandikwa pale, inaonekana Lemueli anamwambia, mama mbona kina nani, mbona baba anakunywaga? Akamwambia, wewe huoni babako alivyokuwa choka mbaya? Acha watu wajinga waendelee kunywa pombe, waishi waendelee kuwa maskini. Akamwambia, hizi pombe bwana wanakunywa mafukara ambao hawana mbele wala nyuma, ambao hawazi kesho. Lakini wewe unataka kuiona kesho yako yenye utukufu, usionje wala usiulizie. Haleluya. Hii ina maana ya kwamba kijana ambaye anataka kuwa maskini, kijana ambaye anataka kuiona kesho yake kuwa bora, ataziua nguvu zake. Tofauti na zinaa, pombe inaua nguvu kabisa, yani unakuwa kabisa unaanza kunywa mataputapu, unachoka, unazeeka na bado wewe ni kijana mdogo. Kwenye pombe kuna kutegeshewa madawa na kuna vitu kama hivyo. Kwa ndugu zangu, tunamhitaji Yesu. Ili haya yote uweze kuyafanya, unamhitaji Yesu. Haleluya. Niombe niishie hapo. Tusimame.